Kumekuwa na matukio mengi yanayoripotiwa nje ya mahakama kuu masjala ya Dar es Salaam kati ya polisi na raia kwa kipindi kirefu. Ikiripotiwa kuwa polisi hao wamekuwa wakiwapiga na kuwakamata baadhi ya wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, hasa wakati wa usikilizwaji wa kesi ya uhaini na mkabili mwenyekiti wa chama hicho taifa, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Lakini tukio la hivi karibuni lililoripotiwa kupitia vyombo mbalimbali vya habari, tukio lenye kuonyesha polisi wakiwashambulia baadhi ya watu waliodaiwa kuwa ni wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema waliofika mahakama kuu masjala ya Dar es Salaam kwa ajili ya kwenda kufuatilia kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema taifa, Tundu Antipas Lissu. Wakili msomi wa mahakama kuu, vile mtetezi wa haki za binadamu Peter Madeleka, kupitia kwenye akaunti yake ya mtandao wa X zamani kama Twitter, alitoa maoni yake juu ya kile kinachoendelea kwa matukio mbalimbali ambayo yamekuwa kiripotiwa kutokea juu ya kinachoendelea nje ya mahakama kuu, wakati mwingi ambapo kesi ya uhaini na mkabili Tundu Antipas Lissu inapokuwa ikisikilizwa. Matukio ya sintofahamu baina ya polisi pamoja na raia ambao wengi ni wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wanapofika mahakamani kwa ajili ya kutaka kwenda kufuatilia kesi hiyo, kwa kupigwa na kukamatwa na polisi wanaokuwa nje ya mahakama hiyo kwa ajili ya kuimarisha ulinzi. Wakili huyu msomi wa kujitegemea Peter Madeleka, kupitia kwenye ukurasa wake wa mtandao wa X zamani kama Twitter, aliandika: Mheshimiwa Jaji Mkuu, na kuomba kwa taadhima kubwa ruhusu kesi ya uhaini ya Tundu Lissu ikasikilizwe kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa Lupaso au Azam Complex ili kuondolea wananchi dhahama ya kupigwa bila sababu. Usiruhusu mahakama kuwa geto la Hii ndiyo kauli aliyoizungumza wakili Peter Madeleka, akimwomba jaji kuruhusu kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Antipas Lissu ikasikilizwe kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Je, mtazamo wako ni upi kwenye hiki alichokisema wakili msomi Peter Madeleka? Tuandikie mtazamo wako kwenye hiki alichokisema wakili huyu msomi wa mahakama kuu wa kujitegemea. Sasa hebu turejee kilichotokea leo tarehe 16 ya mwezi wa 9 ya mwaka 2025 ndani ya mahakama kuu mpaka kupelekea wakili Peter Madeleka kutoa ombi lake. Wakati kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema taifa Tundu Lissu ikiwa imeanza rasmi, viongozi na makada wa Chadema walitoka kwenye chumba cha mahakama wakigomea kile walichodai kuwa manyanyaso wanayofanywa baadhi ya wanachama wao na maafisa wa jeshi la polisi wanapofika mahakamani hapo. Katibu mkuu wa Chadema John Mnyika, akizungumza na wanahabari leo Jumanne Septemba 16 ya mwaka 2025, amesema kuanzia mapema asubuhi ya leo, mamia ya wanachama wao wamezuiliwa na polisi kuingia mahakamani, wakielezwa kuwa chumba cha mahakama namba 1 ambacho kesi ya Lissu inafanyika kimejaa. Hata hivyo, Mnyika amedai kuwa jambo hilo halina uhalisia kwa kuwa chumba hicho hakijajaa na kwamba hata watu waliokuwemo kwenye chumba hicho wengi wao amedai kuwa ni askari waliovalia kiraia. Kufuatia hilo, imeelezwa kuwa licha ya viongozi na makada hao kugomea kesi hiyo, lakini bado wataendelea kubaki kwenye viunga vya mahakama kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam, ila si kwenye chumba namba 1 ambacho kesi ya Lissu inaendelea, ili kuona hatua za mwisho zitafikiwaje, kwa kuwa kwa sasa viongozi wa Chadema wakiongozwa na naibu katibu mkuu Tanzania Bara Amani Golugwa wanaendelea na jitihada za kuwasiliana na uongozi wa mahakama kwa hatua zaidi. Sambamba na hilo, kupitia mawakili wanaomsaidia Tundu Lissu, wamemfikishia taarifa hiyo mshtakiwa mwenyewe ili kabla ya kuendelea na ratiba yoyote iliyoko mbele yake awasilishe hilo mahakamani. Na baada ya majaji kuingia kwenye chumba namba 1 kwa ajili ya kuanza kusikiliza kesi hiyo kwa mujibu wa ratiba ya leo Jumanne Septemba 16 ya mwaka 2025, Lissu amewaeleza majaji hao kuwa alipoingia kwenye chumba cha mahakama hajawakuta wafuasi wake na kwamba amepata taarifa kuwa wamegoma kutokana na baadhi ya wanachama wenzao kuzuiwa kuingia mahakamani na maafisa wa jeshi la polisi wanaotekeleza amri ya ZCO. Kutokana na hoja hiyo, Lissu ameomba mahakama kutoa mwongozo wake wa haraka na kuhoji inawezekanaje ZCO anawafukuza watu mahakamani na mahakama iko kimya. Pia amesema majaji pekee ndio wenye mamlaka ya kutoa amri yoyote mahakamani. Sasa inawezekanaje mtu mwingine anatoa amri ndani ya viunga vya mahakama, amri ambazo pia zinakinzana na sheria na taratibu? Baada ya kuwasilisha hoja hiyo, Lissu alieleza mahakama kuwa hawezi kuendelea na kesi hadi suala hilo litolewe mwongozo
na mahakama na kwamba hadi wafuasi wake waruhusiwe kuingia mahakamani. Baada ya kuwasilishwa kwa hoja hiyo, wakili wa serikali mkuu Nasoro Katuga aliomba mahakama kuendelea na ratiba ya usikilizwaji wa kesi kutokana na kwamba suala analowasilisha Lissu halina uhalisia. Lakini pia Katuga amesema wafuasi hao walikuwemo kwenye chumba cha mahakama na wametoka muda mfupi kabla ya kesi kuanza. Sambamba na hilo, wakili Katuga amesema baadhi ya watu wako mahakamani na wanasikiliza kesi bila kikwazo. Hata hivyo, watu hao Chadema wanadai kuwa si wanachama wao bali ni askari waliovalia kiraia. Ikumbukwe kuwa katika uwasilishaji wa hoja yake, Lissu alibainisha kuwa kesi hiyo ni ya wazi na kwamba kinachofanyika sasa hakina uhalisia wa uwazi wa mahakama. Na baada ya kusikilizwa kwa hoja zote za pande mbili, majaji watatu wakiongozwa na Jaji Dansan Ndunguru wanaosikiliza kesi hiyo waliahirisha kesi hiyo kwa muda hadi saa 5 watakaporejea kutoa uamuzi. Na baada ya kurejea mahakamani kwa mara nyingine, Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam ilitupilia mbali hoja iliyokuwa imewasilishwa na mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Lissu anayekabiliwa na kesi ya uhaini, ambaye alidai kuwa polisi kupitia amri ya ZCO waliwatoa watu wakiwemo viongozi na wafuasi wa Chadema waliofika mahakamani hapo kusikiliza mwenendo wa kesi inayomkabili. Hoja hiyo ambayo ilipelekea jopo la majaji watatu wanaosikiliza kesi hiyo wakiongozwa na Jaji Dansan Ndunguru kuahirisha kesi kwa muda ili kutolea uamuzi au mwongozo. Mahakama ilirejea na kutoa majibu kuwa hakuna amri yoyote iliyotolewa mahakamani hapo. Katika maelezo yake, Jaji Ndunguru alisema katika ufuatiliaji wake mahakama imebaini hakuna amri yoyote iliyotolewa inayotaka watu watoke kwenye chumba cha mahakama. Sambamba na hilo, Jaji Ndunguru amesema wakati majaji wanaingia waliona baadhi ya watu wakitoka kwenye chumba cha mahakama na kwamba wakati huo hakukuwa na mtu au watu waliokuwa wakitoa amri ya kuwafukuza. Mahakama pia imetoa wito kwa wadau wote kutambua kuwa chumba cha mahakama kina idadi ya watu inayotosheleza na si kweli kwamba wote watakaofika mahakamani wanaweza kutosheleza kuingia kwenye chumba cha mahakama. Lakini pia mahakama imetoa wito kwa wadau wote kutumia utaratibu uliotumika juma lililopita ambao ulikuwa rafiki kwa watu wote kufuatilia bila kikwazo chochote. Aidha, mahakama imetaka pande zote wakiwemo wadau kutafuta suluhu ya mapema pale inapotokea sintofahamu kama hiyo au aina yoyote ile itafutiwe suluhu kabla majaji hawajaingia kwenye chumba cha mahakama. Na baada ya uamuzi huo, kesi hiyo iliendelea kwa muda kabla ya kuahirishwa tena mpaka tarehe 18 Septemba ya mwaka 2025, ambapo upande wa jamhuri utaanza kujibu hoja za mapingamizi yanayohusu uhalali wa hati ya mashtaka yaliyowekwa na Tundu Lissu. Sasa hebu turejee yale yaliyojiri tarehe 15 ya mwezi wa 9 ya mwaka 2025 ndani na nje ya Mahakama Kuu Tanzania masjala ya Dar es Salaam. Siku ya tarehe 15 ya mwezi wa 9 ya mwaka 2025, mbali pingamizi la mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu katika kesi ya uhaini inayomkabili. Katika uamuzi huo uliotolewa siku ya Jumatatu ya mwezi Septemba ya mwaka 2025, mahakama imeitupilia mbali hoja ya Lissu huku ikisema ina mamlaka ya kuisikiliza kesi hiyo. Mahakama baada ya kupitia hoja za pande zote imeridhika kuwa mapingamizi hayawezi kuharibu mwenendo mzima wa mahakama ya ukabidhi na kuifanya mahakama hii kukosa mamlaka. Hivyo sababu hii ya mpingamizi inakataliwa, alisema Jaji Dansan Ndunguru, kiongozi wa jopo, wakati akisoma uamuzi huo baada ya kujadili hoja zote. Kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi, katika pingamizi lake hilo, Lissu alidai kuwa mahakama hiyo, yani Mahakama Kuu, haina mamlaka ya kusikiliza kesi hiyo, huku akiambatanisha hoja 7. Hoja hizo ambazo alidai zinaifanya mahakama hiyo kukosa mamlaka ya kusikiliza kesi hiyo ni pamoja na ubatili wa mwenendo kabidhi na mamlaka ya mahakama ya ukabidhi. Kwa uamuzi huo, mahakama hiyo imepanga kuendelea na usikilizwaji wa sababu ya pili ya pingamizi la Lissu inayohusu uhalali wa hati ya mashtaka. Siku ya tarehe 15, Tundu Lissu aliwasilisha mapingamizi mawili. Pingamizi la kwanza ambalo tayari limesikilizwa linahusu mamlaka ya Mahakama Kuu kanda ya Dar es Salaam kusikiliza kesi yake, huku Lissu akidai kuwa mahakama ya hakimu mkazi Kisutu haikuwa na mamlaka ya kisheria kuendesha mchakato wa awali. Pingamizi la pili litasikilizwa baada ya mahakama kutoa uamuzi juu ya pingamizi la kwanza. Linalenga hoja yake kwamba hati ya mashtaka iliyotolewa Kisutu ni mbovu kisheria, haiwezi kuendelea bila marekebisho. Katika hoja zake, Lissu ameibua hoja kuu 5. Hoja ya kwanza, mahakama ya Kisutu
haikuwa na mamlaka ya kisheria ya kusikiliza kesi. Hoja ya pili, mashtaka yanayomkabili Lissu ni ya kisiasa na hayana msingi wa kisheria. Hoja ya tatu, hukumu ya awali na mchakato wake wote katika mahakama ya ukabidhi Kisutu haipaswi kuendelea kuwa na nguvu ya kisheria. Cha nne, ana haki ya msingi ya kikatiba ya usikilizaji wa haki bila masharti. Hoja ya tano, anaomba kesi ifutwe mara moja na kuachiliwa huru bila masharti yoyote. Tundu Lissu alikamatwa April 9 ya mwaka 2024 huko Mbinga na kupelekwa Dar es Salaam. Siku iliyofuata, April 10 ya mwaka 2024, alishtakiwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Lissu anapinga hatua hii akisema ni kinyume cha sheria kwa sababu sheria inataka mashtaka yapelekwe kama hatua za kisheria za kukamata mtu na kesi iendelee katika mahakama yenye mamlaka halali. Nyaraka za mwenendo wa kesi hazikukamilika kikamilifu. Nyaraka zilizotolewa zenye mapungufu ziliibua pingamizi la Lissu. Kwa mfano, alipatiwa nyaraka za Agosti 18 mwaka 2025 ambazo ni peji 116 badala ya peji 103 za mchakato mzima, jambo ambalo alidai inaonyesha mapungufu na kutikisa haki kisheria. Lissu anaamini kuwa makosa hayo yanayohusiana na mahakama ya hakimu mkazi Kisutu yanazuia hata mahakama kuu kuendelea na shauri bila kuangalia pingamizi lake. Lissu anakabiliwa na shtaka la uhaini kinyume na kifungu cha 39 kifungu cha pili kifungu kidogo D cha sheria ya kanuni za adhabu kilichotokana na maneno aliyoyatamka yanayohusiana na mpango wa kudhibiti na kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. April 9 ya mwaka 2025, Tundu Lissu alikamatwa katika mkoa wa Mbinga na kupelekwa jijini Dar es Salaam akikabiliwa na mashtaka ya uchochezi na uhaini kutokana na matamshi aliyoyatoa kuhusu mageuzi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Na April 10 ya mwaka 2025, kesi ya Lissu ilianza kusikilizwa mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Lissu alifikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu ambapo alisomewa mashtaka ya uchochezi na uhaini. Alikana mashtaka yote na alikataa kuendelea na kesi hiyo akidai kuwa nyaraka za kesi zilikuwa na mapungufu. Na Julai 1 mwaka 2025, Lissu aliweka pingamizi kuhusu kuahirishwa kwa kesi. Katika mahakama ya Kisutu, Lissu alikataa ombi la upande wa mashtaka la kutaka kesi hiyo iahirishwe tena kwa sababu ya upelelezi kutokukamilika. Alidai kuwa hakuna hoja ya msingi inayowasilishwa kuhalalisha ucheleweshwaji wa shauri hilo. Na Septemba 16 ya mwaka 2025, kesi hiyo iliahirishwa hadi Septemba 18 ya mwaka 2025. Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam iliahirisha kesi inayomkabili Lissu hadi Septemba 18 ya mwaka 2025 ili upande wa jamhuri uanze kujibu hoja za Lissu kuhusu upungufu wa hati ya mashtaka. Kesi hii imekuwa kivutio kikubwa cha kisiasa na kisheria nchini Tanzania, ikihusisha masuala ya haki za binadamu, uhuru wa kujieleza na utawala wa sheria. Tafadhali tuandikie mtazamo wako kwenye haya yote yaliyojiri, lakini pia endelea kutufuatilia kila wakati kwa habari zaidi kigeni.